Karibu katika shule ya Biblia. Leo siku ya Jumapili, tarehe 16 Februari 2020. Tunaanza kitabu kipya, kitabu cha Waefeso, baada ya kuwa tumemaliza kile kitabu cha Yakobo. Na kwa kukumbusha tu, kabla ya Yakobo tulikuwa tunatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Na kabla ya Wakorintho wa kwanza tulimaliza pia kitabu cha Warumi. Na kabla ya kitabu cha Warumi, hapo tunaongea vitabu vikubwa sura 16 kila moja. Tulikuwa na kitabu cha Matendo ya Mitume sura 28, kila Jumapili sura moja. Na kabla ya Matendo ya Mitume tulisoma sura 28 pia za kitabu cha Mathayo. Kwa hiyo ni jambo jema tunapoendelea kujifunza maneno ya Mungu. Leo tuko katika kitabu cha Waefeso. Kama tulivyoona katika kitabu cha Efeso, ni utangulizi mfupi labda dakika 3-4. Kama tulivyoona kitabu cha Yakobo, Waefeso ni kitabu ambacho kinaendelea kumkomaza Mkristo katika maisha yake ya Ukristo. Kitabu kinachomkomaza Mkristo. Kinatufundisha sehemu ya kama sura 3 za kwanza zinahusu mambo yanayoitwa doctrine au mafundisho makuu, habari ya wokovu, habari ya mamlaka ya Kristo. Leo hiyo ukiambia watu Kristo ni nani, wanaona ni takataka. Ndivyo wanavyomwona. Lakini kinatukumbusha hivyo vitu. Baada ya hapo kinaanza sasa kuongelea mambo ya maisha ya kila siku, namna ya kutoa doctrine, nguvu za Kristo, nguvu za wokovu katika maisha yetu na kwenda sasa katika maisha ya uhalisia kila siku. Kwa mfano, kitabu cha Waefeso nicho kitabu kinachoongelea kwa kina kabisa mambo ya mamlaka katika familia, nafasi ya mwanaume, nafasi ya mwanamke, nafasi ya baba, nafasi ya mama, nafasi ya mtoto, ndicho kitabu cha familia hicho. Kitabu cha Efeso pia kinatufundisha mlango wa mwisho pale, kinaongelea mambo ambao ndo wa 6, inaongelea vita vya kiroho. Ndicho kinachosema kwamba vita vyetu sio vita vya damu na nyama. Kwa hiyo kinaenda katika maisha sasa ya uhalisia ya Mkristo kila siku. Lakini huku mwanzo ukiwa unasoma, naamini mliosoma mlango wa kwanza ni kama mlishindwa kuelewa hasa anaongelea nini Paulo. Ni kitabu chenye doctrine. Kitabu kingine ambacho tukiona kilikuwa kimejaa doctrine ni kitabu cha Warumi. Yaani hivyo vitu vizito, sababu ya wewe kuokolewa, sababu ya mimi kuokolewa, hatima ya maisha yetu, vile vitu vizito. Unajua ukitoka hapa mtu kumhubiri labda namna ya kuongeza kipato katika familia. Hivyo vitu unaweza kufundishwa hata na mwalimu wa uchumi. Lakini na kanisani hapo havina ubaya, namna ya kuongeza kipato au namna ya kuishi katika mazingira ya kipato kidogo lakini bado sipungukiwe. Hayo maisha hivyo vitu vipo. Ni mambo ya kawaida ya kila siku. Namna ya kulea watoto ni vitu ambavyo unaweza kufundishwa hata na mtu mwingine. Japo kulea watoto inatoka kwa Mungu moja kwa moja. So watoto tumepewa na Mungu. Lakini inapokuja sasa swala la maana ya wokovu, mamlaka ya Kristo, kwamba Kristo Mungu alimpa nafasi ya juu kuliko nafsi zote. Kuliko malaika. Leo hii watu wanaamini akitokewa na malaika anaweza kufikiri ni jambo kubwa sana kuliko kusoma neno la Mungu. Wakati Biblia inasema Kristo jina lake ni neno la Mungu. Anasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Watu wanafikiri kwamba labda watu wanafikiri ndoto za usiku ni muhimu kuliko neno la Mungu. Ndiyo maisha ya Kristo. Sasa anaturudisha katika vitu hivyo. Kwa hiyo kama utangulizi, kwa hiyo tutaona kwamba kina jumla ya milango 6, na kama tulivyosema milango ya mwanzo hasa ile 3 na hata 4, hasa 3. Inaongelea mambo ya doctrine na milango mingine. Paulo alikuwa mhubiri mzuri. Kwa maana kwamba anajua kwamba anakupa chanzo cha wewe kuamini nguvu za Mungu ni nini katika maisha yako. Halafu baada ya hapo anakupatia namna ya kuyaishi katika uhalisia. Kwa mfano katika mlango wa 5 kuna swala la ndoa. Halifundishwi katika makanisa lakini ni sura nzima katika kitabu cha Waefeso. Swala la ndoa ni tatizo katika Wakristo au sio tatizo? Tatizo. Yaani kama radi inapiga. Ni kama watu wakipigwa na radi. Lakini watu
wako wanafurahia kusikiliza kukanyaga mafuta na kufanya nini, huwezi kugusa pale. Na tuliona katika Warumi mlango wa 7. Na Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 sawa. Warumi mlango wa 7. Nani anajua Warumi mlango wa 7 nilikuwa nimekosea. Warumi mlango wa 7 inahusu nini? Unatakiwa ukikaa hapa, Mkristo ambaye unamjua Mungu vizuri, ujue mlango wa kwanza kitabu hicho cha kusoma unahusu nini, wa pili unahusu nini, wa tatu unaweza usijue mstari kila mstari, lakini unajua kwamba anaongelea kitu katika mlango. Mlango wa 7 wa Warumi ni sehemu muhimu sana. Nimeuingiza tu kwa sababu umepita mdomoni wangu kimakosa. Lakini sasa inabidi niyasaisha ya makosa. Mlango wa 7 wa Warumi tofauti na Wakorintho wa kwanza unahusu maisha ya vita vya Mkristo ndani na nje, ndani ya maisha ya moyo wake. Roho inapambana impendeze Mungu, mwili unataka utende dhambi, yani yale mapigano yale. Ndipo Paulo anasema mimi sijitambui. Ninachotaka kukitenda sicho ninachokitenda, na kile nisichotaka kutenda ndicho ninachokitenda. Anasema sasa sijui. Anasema ole wangu, lakini anasema atukuzwe Kristo kwa sababu ametupa kushinda zaidi ya kushinda. Wa Efeso mlango wa kwanza, ukitaka kutafuta kichwa cha habari kabisa, una jumla mistari 23. Unahusu nini? Tunataka kusema ni nguvu ya wokovu. Nguvu ya wokovu katika Kristo. Yaani tutaona anavyoendelea kushindilia nafasi ya Kristo na wokovu wake katika maisha ya mwanadamu. Na ndio anayokupa kuwa mwanadamu. Nje ya Kristo miili yetu haina tofauti na mbwa na wanyama na wengine. Nje ya Kristo. Ukiwa mtu anapokuwa yule Mkristo ambaye anaamka anakimbizana na fedha, anakimbizana na kila tamaa, kila anayepita mbele yake anamtafuta huyo, hana tofauti na mabeberu ya mbuzi. Ambaye anaamka anakimbizana na majani ya kula, yanakimbizana na mambo mengine yote yanapita mbele yake, tofauti na Kristo na wanyama. Ndio hiyo ni nguvu ya Kristo katika maisha yetu. Tuanze na mstari wa kwanza, anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Hem, tutoke hapa turudi katika Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa kwanza vile vile. Wakorintho wa kwanza 1 tutakuta kitu kama hicho. Paulo kwanza huu utanguliza na ndio Paulo. Paulo anasema yeye ni nani? Lazima jitambulishe. Leo hii Wakristo wanaogopa kujitambulisha. Kuambia mimi ni Mkristo, mimi namwamini Kristo. Hapana, mimi Paulo ni mtumwa wa Kristo, ni mtume wa Kristo, na anawaandikia anasema kwa watakatifu. Tuliona ndivyo alivyofungua kitabu cha mwisho cha Paulo tulichokisoma kabla ya kuja hapa tulipo, ilikuwa ni Wakorintho wa kwanza. Baada ya hapo tunakumbuka tulihamia kwenye kitabu ambacho sio cha Paulo, cha Waefeso. Paulo anasema mlango wa kwanza mstari wa kwanza, Paulo anasema Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo, ninalinganisha na Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Kwa mapenzi ya Mungu na Sostenes ndugu yetu kwa kanisa la Mungu lililoko Efeso, wale waliotakaswa katika Yesu Kristo, walioitwa wawe watakatifu. Hapa nasema kwa mapenzi ya Mungu, tumerudi kwenye Efeso sasa mlango wa kwanza, kwa watakatifu walioko Efeso. Tunakusa jambo lile lile. Haina ubaya tukirudia mara nyingine tu. Leo hii ukienda kwenye makanisa mengi tu yanaitwa ya Wakristo, wanaomwambia mtakatifu, wewe sio mtakatifu, mimi sio mtakatifu. Watakatifu ni watu ambao kikao kimekaa, siji kinaitwa synod, siji inaitwa jumuiya ya viongozi wakuu wenye mamlaka na vitu gani, wanamtangaza kuwa mtakatifu fulani. Nasikia lazima akiwa papa wao akishakufa anapita miaka fulani hivi, yule aliyekufa ashakuwa mtakatifu, yule aliyekufa 2005. Mpaka akaliwe, apewe, apandishwe cheo. Wakifanya hivyo wana mbingu yao, sio mbingu ya Mungu. Watakuwa wana sehemu anawapeleka watu, kwa sababu mbingu ya Mungu watakatifu wake ni watu walio hai. Sasa tujiulize, yeye anasema, unadhani Paulo anaposema kwa watakatifu
walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Anamaanisha watu waliokufa hawa. Lakini nakwambia wataka mtakatifu fulani utu. Mtu anatoka nyumbani kwao kama ana gari lake anaweka mafuta anayaharibu. Anaenda kuimba mtakatifu fulani utuombe. Kitu kama hivyo. Yesu anamwambia Mafarisayo katika Mathayo 22 actually. Anasema 19 Mathayo 19. Anasema mnapotea. Mimi Mathayo 19 jamani. Pale Mathayo pale alifungubiri vitu lakini Mathayo 20. Anasema mnapotea kwa kutokujua maandiko. Na hakuna kosa kutokujua maandiko. Kosa la kutokujua maandiko sio kosa. Kosa ni kutokutaka kuyajua au kuyakataa. Hebu nikuulize, unaweza ukamwambia mtu anayeamini kwamba mtakatifu ni fulani kwamba Mungu anasema hivi akakukubalia? Hata kubishia. Na Mungu ana mamlaka kuu, hataki mjadala. Mungu akisema iwe hivi. Kwa hiyo anasema watakatifu ni watu walio hai. Na akawaeleza anasema kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Mtu anayemwamini Kristo Yesu ni mtakatifu. Kwa hiyo kiwango cha utakatifu akilingana. Ndani ya utakatifu pia tunahitaji kujitakasa. Kuna mtu anamwamini Kristo lakini anaishi maisha machafu. Kuna kiwango cha utakatifu kwa sababu amevikwa wokovu lakini kimsingi hafanani ule utakatifu. Utakatifu pia ni tabia ya kujitakasa. Kwa mfano mtu anamwamini Yesu Kristo alafu akatoka kwa kukutana naye amelewa chakari. Unaweza kusema mtakatifu wa Mungu habari za leo. Wakati unamwona mimi mzima bwana. Habari yale. Lakini alimwamini Yesu Kristo. Kuamini Yesu Kristo hakuzuii watu kulewa. Kinachowazuia watu kulewa ni kuendelea kuisikia kweli ya Mungu. Anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno nilowaambia. Sio kwa sababu mliniamini. Yaani ukiendelea kusikia neno la Mungu unatakasika. Lakini inaanza katika hatua ya kwanza ya kumwamini na ndio majibu, ndio maelezo aliyotoa Paulo. Mstari wa pili anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Leo hii ukipeleka katika imani nyingine watakwambia Yesu Kristo ni hayumo hahusiki, lakini kulingana na neno la Mungu hapa tunaona picha actually katika sura hii inahusu pia utatu mtakatifu. Tunaona nafasi ya Kristo, tunaona nafasi ya Kristo kama utangulizi, lakini tutakuja kuona nafasi ya Mungu Baba aliyempa hayo mamlaka. Alafu tunakuja kuona pia na nguvu za Roho Mtakatifu ambaye tunakuja kuona katika sura hii ndipo pia kuna zile habari tunaweza kuzisoma kama somo la kujitegemea katika sura hii. Na katika sura ya 4 kitabu hiki cha Waefeso ndipo kuna zile habari za kupigwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Ambayo ukienda kwenye kanisa linalokutana siku ya Jumamosi wanakuambia muhuri ni Sabato. Biblia inakwambia muhuri ni Roho Mtakatifu wa Mungu unayempokea kwa kumwamini Yesu Kristo. Na sehemu nyingine anamuita arabuni, tutakuja kufika huko baadaye kidogo. Arabuni kwa maana kama kishika uchumba fulani. Au basi malipo ya utangulizi ili kusudi uje umalizie kitu fulani. Mstari wa 3 anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni na katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu. Maana kama ni wale angeambia ili kusudi tufe kwanza alafu ndio tuwe watakatifu. Lazima tuwe watakatifu. Watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Hapa anaongelea wokovu. Anasema anamtukuza Mungu. Jamani, hakuna kitu muhimu sana kama kukumbuka kumtukuza Mungu. Mara nyingi tunapoenda katika magoti tukwenda kusali, tunakimbilia kwenda kumwambia shida zetu Mungu. Hapana.
Hebu jaribu kuchunguza nafsi yako na mimi na mwingine, uangalie vitu vikuu vya Mungu ambavyo vinamtofautisha, vinamfanya Mungu. Mwambie Mungu, hiki nakijua umekifanya wewe. Mungu, najua kwamba huyu mtoto umenipa, kuna wengine hawana. Mungu, ninajua hiki, najua hiki. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana. Kwanza anataja Utatu Mtakatifu. Watu watakwambia okay, labda kwa sisi tuliopo hapa na kwa baadhi ya imani kwamba Mungu Baba ni baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, haitupagi shida sana. Lakini kuna sehemu nyingine watu wanapata shida sana. Wanafikiri ni jambo gumu sana, kwani Mungu atazaaje sasa? Lakini Biblia inasema Yesu Kristo ni Mungu, lakini vile vile Mungu Baba ni baba yake. Kwa hiyo hapa inaleta picha ya Utatu Mtakatifu. Jambo Roho Mtakatifu ataongezwa hapo baadaye, lakini kwenye huu mstari anaongelea hawa wawili. Mungu, nafsi mbili za Mungu. Kwa dunia ya walio wengi ni kitu ambacho unakiona yani kwao ni kitu cha ajabu na yamkini wanaona ni upuuzi. Lakini kwetu sisi ni nguvu ya wokovu. Tukijua kwamba kuna Kristo ambaye katika kufunuliwa kwake tukamjua Mungu Baba, tukapata upatanisho na Yesu na Mungu Baba, basi na yeye akija kama Mungu Mwana. Sehemu nyingine anasema, sikumbuki ni katika Mithali, anasema Mithali mwishoni pale. Anasema ni nani anayemjua Mungu Baba? Ni nani amjuaye mwanae? Akiwa anajua kwamba Mungu Baba na Mwana. Watu wanapata shida sana. Ngoja niguse kidogo, japo ni somo la kujitegemea, lakini niliguse. Uwezo kujua sikio nitakapohubiri nani atakuwepo nani hatakuwepo. Kwa hiyo kwa vile tupo tulisikie nalo kwa ufupi. Kuna watu tunapata shida maana ya utatu. Sasa inakuwaje Mungu ni mmoja, alafu ana nafsi tatu, alafu moja ni baba mwingine? Yaani inakuwaje? Ni jambo rahisi sana. Wakati mwingine vitu vingine Yesu alikuwa anatoa mifano kwa vitu vya duniani ili kusudi vieleweshe vitu vya mbinguni. Mara nyingi sana. Wakati mwingine alikuwa anafananisha Mungu Baba, anataka kumfananisha na Mungu na baba aliyekuwa na wana wawili, mmoja mkosefu, mwingine mwema, mwingine akasafiri. Anatoa mfano kwa baba wa duniani, anakuwa anamfananisha na baba wa mbinguni. Haina ubaya. Tufananishe Utatu Mtakatifu na kitu kinachoitwa serikali. Yaani mfano wa wazi kabisa ambao umekaa katika moyo wangu nao unaonaga ni serikali. Serikali yoyote ile ni mali ya kiongozi wa serikali. Kwa Tanzania ni rais wa nchi. Kwa hiyo rais wa nchi akiongea, utasema kwamba serikali hajaongea? Imeongea, si ndio? Aya. Chini yake kuna makamu wa rais, kuna viongozi wengine, kuna waziri mkuu. Okay, waziri mkuu akiongea, utasema serikali haijaongea? Bila shaka utasema kwamba serikali imeongea, si ndio? Lakini je, hawa watatu si kuna mmoja ambao ni mkubwa wa mwingine? Mmoja kamteua mwingine. Rais anamteua waziri mkuu. Lakini bado ni sehemu ya serikali hiyo hiyo. Mungu Baba ni Mungu wa Kristo, haimzuii Kristo kuwa Mungu. Kristo akiongea, Mungu ameongea. Waziri mkuu akiongea, rais nchi na serikali imeongea. Sasa kama tunaelewa vitu vya duniani, inakuwaje vitu vya mbinguni? Simple like that. Vitu rahisi kama hivi. Of course Utatu Mtakatifu sio rahisi sana. Lakini mfano wake katika nyanja ndogo kama hiyo ndio huu. Kwa hiyo tutaendelea mbele. Kwa hiyo akasema katika kumshukuru, kumtukuza Mungu, tunapomtukuza Mungu kulingana na Biblia, tuwe tunamtukuza kwa vitu vingi. Kwa sababu ametupa kula, ametupa kunywa, ametupa kuishi, ametupa uhai, ametupa uhuru. Lakini Biblia inasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Leo hii watu wanapenda kumshukuru Mungu wakipata baraka za mwilini, lakini tumshukuru kwa baraka za roho. Mwambie Mungu, nakushukuru kwa sababu umenipa nafasi ya kujua wewe Kristo, nikasoma Biblia. Ningeweza kuzaliwa nilikuwa nasoma Qur'ani. Ningekuwa nasoma naabudu ile misanamu ya Mabudha. Ile misanamu ya Wahindu ile. Ungeweza kuzaliwa nafanya. Anasema tumshukuru Mungu kwa sababu ametupa baraka za roho. Baraka za rohoni ni wokovu.
wa kwanza. Hata hizi baraka za mwilini tunazozipata kimsingi chanzo chake ni rohoni. Mkristo mara nyingi ambaye hayuko vizuri rohoni, hata huko mwilini anakuwa hayuko vizuri. Anasema katika ulimwengu wa roho, kwenye Biblia King James anasema katika nafasi za juu za mbinguni. Tuendelee. Anasema katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Anasema hivi vitu vyote vinapita katika Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu. Tumeshaona kwamba ametuchagua tuwe watakatifu, na picha ya utakatifu ni wokovu. Ni kumwamini Yesu Kristo moyoni na kukiri kwa kinywa ndio wokovu. Lakini anasema alituchagua kabla ya misingi ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hapa ni nani alishawahi kusikia watu wanaitwa imani zinazoitwa za watu wanaitwa MaCalvinist? Nani alishawahi kusikia? Naomba tuongee kama kanisa basi. Nani alishawahi kusikia MaCalvinist? MaCalvinist ni imani ya watu na kuko zamani nyakati za kina Martin Luther kulitokea mtu anaitwa John Calvin. Akaanzisha imani nyingi, lakini imani mojawapo kubwa ni ya watu wanaoamini kwamba wewe huna uwezo wa kuchagua kumwamini Mungu, uwezo kuchagua kuokoka. Mungu ni mpaka akuchague wewe. Kwamba kuna watu Mungu alishawachagua akawapa wokovu, wengine akachagua wasipate wokovu. Biblia inasema Mungu anataka watu wote wafikiriwe na wokovu. Sasa wanatumia mistari kama hii, anasema na usipokuwa unawajua watu kama hawa, hujui ni wakati gani utagundua utajikuta tayari umeshafundishwa imani za namna hiyo ambazo kimsingi ni imani za kupeleka watu katika uangamivu wa milele. Kwa hiyo ni vizuri tuwajue kuna imani za Calvinist kwamba Mungu sisi sio tunaochagua kuokolewa, ni Mungu anayochagua tuokolewe. Mungu alichokifanya, anachokisema hapa, anasema mstari anasema kwa vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Mstari wa 5 ndio jibu lake, anasema hivi: kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Mungu anajua mwanzo wa habari na mwisho wa habari, mwanzoni mwa habari. Yaani Mungu anajua mwisho. Yesu anasema alijua ni wapi watakao muamini na ni wapi watakao ambao hawatamwamini. Alijua ni nani atakayemsaliti na ni nani ambaye hatamsaliti. Lakini si aliyemtuma kwamba anataka wewe unisaliti. Kuchagua kumsaliti ni mtu mwenyewe aliyechagua, alikuwa na tamaa ya pesa. Na ndio sababu akaenda akaweka na bei. Sema nataka vipande 30. Kama alivyosema nabii Zakaria, amini kama alivyosema nabii Yeremia, lakini kaja kuandikwa katika nabii Zakaria. Zakaria ndiye alikuja kuyaweka kwenye maandiko. Yeremia aliyatamka na baadaye Zakaria akayasema. Leo hii watu wengi wanamwambia hauwezi kumchagua Mungu. Mungu ndiye anayetuchagua. Ndio. Mungu alichokifanya alisema hapana. Sitaki wanadamu wote wapotee. Ninamtoa mwanangu. Naitoa sehemu ya nafsi yangu. Natoa ubavu wangu, aina fulani ya ubavu wangu na uweka pale. Ili wote watakaoingia katika Yesu Kristo, wote nimeshaweka wawe wangu. Hasa kaja Yesu Kristo. Kinachofuata ni watu kuchagua ama tunakubali kuingia katika mtu yote akisha kanyaga katika Yesu Kristo, Mungu anasema huyo ni wangu. Na kwa sababu Mungu anajua yote kabla ya anajua mwisho kabla ya mwanzo, anajua mwisho wakati wa mwanzo, basi alikuwa anajua watu watakao kuja kuwa wa kwake. Leo hii unaweza hata kujua, kwa mfano kama ni mwalimu anafundisha watoto wa shule, anaweza kujua watakao faulu. Unadhani kwamba atakuwa hajui kabisa? Ataona mwenendo. Ataona hawa watu wako tayari kulipenda neno langu. Lakini kwa sababu Mungu ana ufahamu wa yote, atajua kwamba huyu pamoja na kwamba Kristo ametoka hata upokea wokovu, hata ukubali. Na ni wengi. Kwa hiyo watu wasije akatokea mtu akakudanganya. Anakuambia unaona Biblia ushawahi kusoma Waefeso. Kwa sababu Kristo hasomi, ushawahi kusoma Waefeso mlango wa kwanza hiyo. Yeye alituchagua sio sisi tuomchagua.
Hapana, Mungu alituchagua kwa sababu baada ya wanadamu kupotea kwangu katika dhambi, angeweza kusema kwamba tumefarakana nao. Lakini hapana. Mimi nawachagua walio tayari kuja waje, wasio tayari basi watabaki katika upotevu wao. Kwa hiyo unaona kwamba somo la leo kimsingi limekaa ki doctrine zaidi, limekaa ki theolojia zaidi, lakini hiyo nayo tunahitaji. Asije akatokea Calvinist akakudanganya kwamba Mungu kuna wengine aliwachagua, kuna na wengine hakuwachagua. Hapana. Wote amewachagua. Tunakiendelea na mstari ule wa 6, Biblia anasema na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa, akimaanisha habari ya Yesu Kristo. Anaendelea kumsifu Mungu. Tujifunze tabia za kumsifu Mungu. Mstari wa 7 anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Anarudia maneno ambayo kwa Mkristo wa kawaida haya maneno ni sio mageni sana. Anasema kwamba tumekombolewa kwa sababu Yesu Kristo alimwaga damu yake. Anasema tunakombolewa kwa sababu Yesu Kristo alimwaga damu yake. Hakutuchagua tu hivi hivi. Kuna gharama alilipa. Kuna uhai. Biblia inasema alikaa jehanamu siku 3. Biblia inasema sehemu nyingi. Lakini kuna makanisa mengi yanapinga kwa sababu kwanza hayasomi. Hivi utaanzaje kupinga kitu ambacho ukijui? Lakini kwa sababu unakuwa umetuma tu upinge. Biblia inasema hivi. Kwa hiyo anasema katika mstari wa 7 anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Ndio anamwambia okoka acha dhambi. Hapana, Biblia haijasema kwamba okoka acha dhambi. Umesamehewa dhambi, tuna msamaha dhambi kwa damu ya Yesu Kristo. Na katika vitu vya kumshukuru Mungu tunaona Paulo anavisema katika hali ya kumshukuru, anasema atukuzwe Mungu Baba kwa sababu ametufanyia hivi, ametupa wokovu, ametuchagua kwa njia ya Yesu Kristo na kwa damu yake na kwa jinsi hiyo akatupa ukombozi. Mstari wa 8 anasema naye alituzidishia hiyo katika hekima yote ya ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawa sawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo. Haya maneno ni maneno ambayo kwa kweli sio marahisi. Ni ya kufikirika kidogo, lakini lazima tukue tu Wakristo wa kuelewa hata vitu vya kufikirika. Sio vitu ambavyo nawaambia mfano wa vitu anavyoviona kila siku anaishi kila siku. Hapana, hiki ni vya kufikirika. Anasema katika kumwamini Yesu Kristo kuna hekima tunaipata. Hekima inapimika. Hapana, hekima ni tabia. Hekima ni ufahamu. Na anasema naye alituzidishia hiyo hekima yote na ujuzi. Ujuzi, leo hii watu wanaamini kwamba ujuzi ni kwenda labda kukaa kwenye madarasa ya duniani. Hapana. Ujuzi kulingana na neno la Mungu anasema kumjua mtakatifu ndio maarifa. Ujuzi wa kweli ni kumjua Mungu, ni kuokoka. Kuna mtu mmoja hapa nafikiri kama alikufa 2019. Alikuwa anaitwa Stephen Hawking, Mwingereza mmoja. Nishawahi kuonyesha picha yake. Ilikuwa inatematema udenda hivi. Mnakumbuka niwaonyesha picha yake zamani kipindi fulani. Yule jamaa ni mtaalamu wa fizikia kweli kweli. Ni wale watu ambao wanafanya mipango na kupiga mahesabu ya namna kutoka katika dunia hii na kwenda katika mwezi. Na tutakuja kuona pia safari ya kwenda kwenye mwezi sio kitu cha kawaida kile. Na kwenda kwenye safari za mbali, kwenye sayari za mbali. Lakini katika vitu alivyokuwa anasema anaamini kwamba hakuna Mungu na yani anapinga kila kweli ya Mungu. Lakini ni mtaalamu, alikuwa na PhD ya kila chuo kikuu kikubwa. Hawezi kaja kwenye hivi vyuo vikuu vya Dar es Salaam hivi. Ni kwenye matakataka, ni kwenye majalala huko. Ni mtu mkubwa. Wakati wewe unaona labda vyuo vikuu huko ndio kuna ujuzi na nini, lakini kwake ni ujuzi mdogo, lakini amempinga
Mungu kwa kila namna. Biblia inasema huyo ni mpumbavu. Biblia inasema mpumbavu huamini kwamba hakuna Mungu. Biblia inasema. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Lakini watu wanasema kwa hiyo kulingana na neno la Mungu, wewe uliokaa hapa ukasikia habari za Yesu Kristo, anasema una hekima na ujuzi wote, na anaendelea kwenye mstari wa 8 anasema akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawa sawa na uradhi wake aliokusudia katika yeye. Huwezi ukajua ni siri ngapi za mbinguni unazijua. Huwezi kufahamu. Huwezi ukajua. Lakini katika kulisoma neno la Mungu, kuendelea kumsikiliza Kristo ananena, anasema ametupa siri nyingi sana za ufalme wa mbinguni. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, aliwaambia akina Petro kwenye Mathayo 13. Walianza kusema lakini kwa nini unapokuwa unaongea na watu wengi unaongea kwa mifano na mafumbo kama hawa. Unajua Yesu alikuwa mtu wa mafumbo. Alikuwa hasemi moja kwa moja. Akawaambia ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Lakini wao hawakujaliwa. Wewe unamjua Yesu Kristo, atakapokuja una uwezo wa kujua kwamba yule Yesu Kristo amekuja. Dunia itakuwa inafikiri kwamba labda ni volcano linalipuka. Lakini wewe utakuwa unajua. Anasema ni siri za ufalme wa mbinguni. Kujua kwamba kuna Mungu, ana nafsi ya Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu, na maisha yako yanahusika na hizi nafsi za Mungu. Wokovu, muhuri wa Roho Mtakatifu, kutunza utakatifu, kuishi maisha hayo ni siri za ufalme wa mbinguni. Leo hii tunafundishwa siri za kulea watoto sasa. Watu unasikia watoto wa siku hizi wameharibika kwa nini? Hawajui walioharibu ni wao, hujawahi kuwapa neno la Mungu hata siku moja. Alafu mtoto ameharibika saa ngapi? Sio hiyo, wanaweza wakakaa vikao vikubwa. Tuanze kutafuta chanzo. Chanzo ni jibu kwamba mpumbavu amesema hakuna Mungu. Chanzo ni Mithali mlango wa 4 mstari wa 13 anaposema mshike sana elimu, usimwache aende zake. Mtu wa duniani anafikiri ni elimu ya kwenda kufundishwa kwamba labda mwanadamu ametokana na mjusi. Sio ametokana na chura, sio na vitu gani na samaki. Hapana. Elimu Mungu aliyosoma nenda kasome, tulishakisoma kile kitabu na nafikiri tulikuhubiri wakati ule tulipokuwa tunahubiri kitabu cha Mithali. Hatukukimaliza mnakumbuka. Tuliona kwamba kabla ya ule mstari na baada ya ule mstari Mungu anachokiongelea ni kumcha Mungu ndio chanzo cha maarifa. Mungu alikuwa anaongelea kwamba elimu anayosema ni ya kumcha Mungu. Wewe wapi siri nyingine? Elimu nyingi zinazofundishwa ambazo watoto wanakuta Jumatatu mpaka Ijumaa hawapo, huwaone. Elimu nyingine ni za kipuuzi. Zina jina zuri sana lakini za kipuuzi. Ninaweza nikakwambia kuna vitu vingi sana, vingi. Nimevisoma vingi. Wakati huo sina uwezo wa kusoma neno la Mungu, niko busy na hivyo vitu. Havijawahi kunisaidia na havitakaa vinisaidia. Hata kimoja. Lakini hakuna neno la Mungu unaweza kulisoma lisikusaidie. Na naomba nieleweke vizuri. Sina maana kwamba tusipate elimu hapa. Lakini kilicho cha kwanza anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Haya mengine yote mtapata kama ziada. Mpe Mungu tukufu nafasi yake ya kwanza. Tunaendelea. Mstari ule wa 9 anaendelea kusisitiza kwamba kuwa katika Yesu Kristo ni kupata siri za ufalme wa mbinguni. Anasema hivi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawa sawa na uradhi wake aliokusudia katika yeye huyo. Mstari wa 10 anasema yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu hapa ameandika atavijumlisha kana kwamba ni kitu ambacho kitakuja baadaye, lakini hapana. Kwenye King James ukiandika sio atavijumlisha kana kwamba kuna wakati mwingine, hapana. Baada ya kuja Yesu Kristo vitu vingi vilikamilika, atakuja tu kufunga mahesabu madogo, lakini wokovu, mamlaka, ufalme, kila kitu Mungu na siri zote alishazitoboa zote.
Na alisema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo mstari wa 10 umekosewa, anasema yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, akavijumulisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo. Mstari wa 11. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Hapa naendelea kuonyesha matendo ya Mungu. Mambo Mungu anayofanya mara nyingi hafanyi kwa faida yako. Ndio sababu tunaweza tukamwomba Mungu kitu Mungu asikupe, sio kwa sababu hakupendi wala hanipendi, hapana. Kwa sababu yeye ana ujuzi wa yote na ni kwa sababu ya mashauri yake mwenyewe. Mungu tuulize, Mungu ni baba yetu sio baba yetu? Ana watoto wengi, ana watoto wachache? Ana watoto wengi, si ndio? Tunaona katika Ufunuo kwamba watu watakao tokeza mbinguni watakuja kutoka lugha zote na mataifa yote na makabila yote. Sasa ikitokea mzazi ana watoto wengi, kila mtoto akawa anamuomba kivyake vyake, na huyo mzazi akawa anampa kila mtoto anavyotaka, unadhani kutakuwa na amani hapo? Hapana. Mtoto mwingine anaweza kusema baba naomba umchape fulani kwa sababu amenifanyia hiki. Mungu anaangalia anasema. Kwa hiyo anasema vitu vingi anavifanya kwa shauri yake. Anasema tukiomba sawa sawa na mapenzi yake hututendea. Watu wengi wana tabia kuomba nje ya mapenzi ya Mungu. Lakini kwa sababu Mungu ni mkamilifu, na hiyo ndiyo furaha. Mimi niseme ukweli, kuna vitu nikuomba Mungu nisipovipata sianzi kujiuliza. Naweza nikalalamika. Wakati mwingine Mungu anasema analalamika, yamkini msumbue katika Luka, lakini usimsemee Mungu maneno mabaya. Kwa mfano Ayubu katika taabu zake alikuwa anasema maneno mengi ya kulalamika. Na sura 3 za mwisho, kutoa ya mwisho kabisa ile 42. Sura 30 nilikuwa nasoma kitabu cha Ayubu juzi. Na kirudia sio mara ya kwanza. Mstari wa mlango wa 41 na 40. Mungu alikuwa anamkemea Ayubu pale. Wewe uliosoma kile kitabu. Anasema niambie. Wewe ndiye uliweka ile nyota kuu ya Orion. Alichokuwa anataka, au wewe ndiye labda unayemfanya mnyama mkubwa kama nyangumi aweze kufanya kitu fulani, aweze mimi nilikuwa nasoma katika King James, kwa hiyo nyangumi kwenye King James hayo anasema Leviathan, mnyama mwingine kabisa, na Behemoth. Lakini anasema wale wanyama wakuu wenye nguvu na nini na mipango na milima mikubwa, na anasema ni wewe. Sasa wewe unataka kuniletea tu maombi tudogo wakati mimi nina picha kubwa. Hemu niombe sawa sawa na mashauri yangu. Ndicho anachosema katika sura ya leo. Anasema mstari wa 11, anasema na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Na somo kama hili najua yamkini unaweza ukatoka ukalisahau. Lakini usilisahau kabisa. Bakiza viashiria fulani kwamba makusudi ya Mungu ndio makuu. Kwa hiyo tukibahatika, ngoja nikwambie vitu ambavyo huwezi kumwomba Mungu akaacha kuvifanya. Kwa mfano, japo anaweza akavifanya kwa jinsi yake, lakini atavitimiza. Kwa mfano, kuomba Mungu jina, anasema ufalme wako uje. Mungu naomba ufalme wako. Naomba neno lako liweze kuhubiriwa dunia nzima. Hapo yumo ndani ya mapenzi yake. Lakini mwambie Mungu, ninataka unipe VX mwakani. Anaweza akawa anajua kwamba labda hiyo VX inaweza hata likakuangusha siku fulani akakunyima. Lakini utukufu wa Mungu ni wa milele. Kwa hiyo tumwamini Mungu wetu. Na tusiwe na mashaka naye. Wewe anasema pelekeni maombi yako mbele za Mungu. Mwambie. Ukiona haja tena mkumbushe. Ukiona haja tena mkumbushe tena. Ukiona haja tena waambie wenzako wakusaidie. Lakini pia tujifunze kujitakasa. Mstari ule wa 13. Mstari wa 12 na 13 na 14, huu mstari naomba sasa tuukumbuke. Na huu mstari tuliwahi kufundisha kama somo.
Hiyo mistari. Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza, hakuna Wakorinto samahani. Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 12, 13, 14. Hasa 12 na 13. Anasema hivi. 12 anasema, "Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake." Mungu hivi tuseme mstari wa 12 anasema tupate kuwa sifa ya utukufu wake. Sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Hao watu waliotangulia kumwekea Kristo tumaini ni watu waliookoka, si ndio? Kumwekea tumaini Kristo ndio kuokoka. Sasa nasema nasi katika hiyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake. Wakristo waliookoka. Angalau wale wanasema ni Wakristo wamejiita kwa jina la Kristo. Wanatimiza huo mstari wa 12 wanasema nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake. Watu wanakuwa ni sifa za Kristo. Nikuulize, wewe ni mama, wewe ni baba, una watoto ambao wakitoka wanatembea wamevaa kikahaba. Unaweza kusema kwamba wale watoto wanakupa sifa za utukufu kwamba yule baba ni mzuri, yule mama ni mzuri. Lakini Wakristo hawampi Mungu sifa za utukufu wake kwa mienendo yao. Na hawataki kusikia hizo habari kwa sababu kama hivi tunavyohubiri tumesha wauzi wa Kristo wote, labda kutoa na wachache au kutoa ninyi mlioko hapa. Wao wanataka, lakini Mungu anasema tuwe sifa za utukufu wake. Tuwe mtu ni mwajiriwa, ameajiriwa kazini. Leo yupo, kesho hajaja. Sasa ameshakimbia, ni muongo. Watu watasema afu wanajua unasali sehemu fulani. Watasema watampa Mungu utukufu kwa maisha yako kweli? Hapana. Lakini wakiona ni mtu anayesema ndio sio. Wanaweza wengine kwa kuchukua lakini yule mtu ni wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe sifa ya utukufu wake. Mstari wa 13 na 14 ndio alikuwa anaisema ile inayoongelea sasa anatoka kwa habari za Yesu Kristo. Hizi habari zote ilikuwa ni habari za Mungu Baba aliyetuchagua kupitia kwa mlango wa Yesu Kristo na akijua tangia mwanzo. Sasa tunakuja kwenye utatu, sehemu ya tatu ambayo ni Roho Mtakatifu. Anasema hivi mstari wa 15 anasema ninyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Sikiliza mtiririko wa mambo. Anaongea na watu waliokoka. Wamesikia neno, hawajasikia neno. Wakristo hawapendi kusikia neno. Kwa hiyo Wakristo feki. Anasema mmesikia neno la kweli, akasema habari njema za wokovu wenu ambayo ndio injili. Injili jina lake ni habari njema. Na anasema ni kwa habari ya wokovu. Injili haiitwi habari njema kwa sababu inakupa kitu kingine chochote. Inaweza kukupa vingine lakini kwa sababu inakupa wokovu bure. Anasema tena mmekwisha kumwamini yeye. Baada ya kulisikia neno, kusikia habari njema ya wokovu, anasema sasa mnamwamini. Kwa hiyo unaona kwamba hatua ya kwanza kulisikia neno, hatua ya pili kumwamini. Na kutiwa muhuri wa Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Baada ya kulisikia neno, baada ya kumwamini au katika tukio lile la kuamini, anasema tunatiwa muhuri katika Roho Mtakatifu. Na mstari wa 14 anaendelea na ufafanua anasema ndiye akimfafanua ndiye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa na utukufu wake. Yaani hapa anaonyesha ukamilifu wa mpango wa Mungu. Miliki yake, miliki ni vitu tunavyomiliki. Mungu sisi ni mali ya Mungu. Anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango 16 mwishoni pale mstari wa 19 na 20 Wakorintho wa kwanza 6 anasema wewe sio mali yako. Anasema umenunuliwa kwa gharama, kwa damu. Sasa anachokisema Roho Mtakatifu huyu ambaye tumetoka kuona amemuita muhuri na anasema ule muhuri ndio arabuni. Nini maana ya arabuni? Naomba mtu mmoja aniambie kwa sababu tulishalihubiri. Ni Kiswahili ambacho sio cha kawaida. Kuna mtu anajua Kiswahili cha arabuni bila kusoma Biblia. Arabuni ni arabuni Kiingereza chake kwenye King James inaitwa earnest. Maana yake ni malipo. Mara nyingi unapoenda kununua vitu vikubwa kwa mfano kama nyumba, mara nyingi watu siku hizo wanunui nyumba kwa sababu ukinunua nyumba umeliwa, inakuwa imechafuliwa. Sana ardhi ukitaka kununua kiwanja. Unaweza ukatanguliza asilimia kama huna hela. Na mara nyingi ndivyo wanavyonunuaga. Ili kusudi angalau upate kama muda chunguza kwamba hiki kiwanja sio feki. Unasema na labda umekubaliana milioni 3 unasema nitatoa milioni 2.5.
au hata milioni 1. Ile hela ya utangulizi. Lakini mfano uliozoeleka ni mwanaume anaenda kuchumbia. Kweli kama mwanaume anataka kuoa, huwa kuna kitu inaitwa kishika uchumba. Unatanguliza unaweka hela ili kusudi ukikimbia upate hasara. Sasa mara nyingi huwezi kukimbia. Ukishaweka hela unabidi uchukumalizie zile habari. Kwa anasema Roho Mtakatifu tumepewa kama muhuri, lakini ndiye arabuni ni kama inaitwa down payment. Ni malipo ya utangulizi kwamba huyu mtu bwana siku atakapotoka katika mwili unaoharibika, yule roho ambaye amewekwa ndani yake sasa ndiye atamkamilisha. Wakati tutamkamilisha, yani Mungu hawezi akatuchukua na miili iliyochafuka. Na kwanza najua kwamba bado ametupa kazi ya kuhubiri injili. Lazima tuhubiri injili. Huwezi kuhubiri injili nje ya mwili huu unaoharibika. Na Yesu ibidi auchukue. Lakini anasema atakapokuwa amemaliza mwendo. Sasa ile nafsi ya tatu ya Mungu iliyotangulia kuingia kwake itakamilika. Sasa ndio tutakamilika kuwa katikati ya Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu. Tunapewa roho tu kwanza. Kristo anakuwa bado yuko mbinguni na Mungu Baba hatuko naye. Hatuyaku kumuona, lakini anasema tutamuona ana kwa ana baada ya kuwa sasa tumekamilisha malipo. Na ndio muhuri. Hebu tuisome hiyo habari pia katika Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza Yesu. Tuone katika Wakorintho wa kwanza mlango ule wa kwanza mstari wa 22. Ni Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili. Ngoja niangalie. Ni Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili samahani. Wakorintho wa pili mlango wa kwanza mstari wa 22 Biblia inasema. Malizie hizi habari na tuzielewe. Biblia inasema mstari wa 20. Tuanzie 21. Mstari mzuri sana. Anasema hivi. Na ukijua ule mstari tuliotoka kusoma ni vizuri ujue na huu. Kwa sababu unakuwa unahitaji sehemu kama 3 ili kusudi ile doctrine ikamilike. Anasema hivi. Ndio kusoma Biblia. Anasema hivi. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Mafuta picha yake ni Roho Mtakatifu. Na tumetoka kuona kwamba katika kuamini tunapewa sehemu ya Mungu ambayo ni Roho Mtakatifu. Naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu. Unajua Mungu tutakapokombolewa tutakaa na Mungu kikamilifu. Tutakaa na Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ni kama ni kama mtu utakapokuwa umenunua kila kitu utakimiliki chote. Kwa mfano mtu umeshanunua ardhi kama hujaimalizia, huwezi kulima kitu chochote, sio mali yako kamili. Labda ufanye kuomba tu. Napo hata kuruhusu. Japo huyo ni mtu mwovu wa duniani. Kwa Mungu iko tofauti kidogo. Sasa Mungu tunatakiwa tukae naye katika nafsi zote tatu. Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu. Mungu anachukua yani kwa mfano kama ulikuwa ulipe kitu milioni 3 anakupa milioni 1. Ambayo ni Roho Mtakatifu inatangulia. Milioni nyingine ambayo ni Kristo Yesu anakuwa bado hajailipa. Milioni nyingine ambayo ni Mungu Baba inakuwa haijalipwa. Sasa siku zote zitakapolipwa, yani zote zikawa zinakaa kwa yule mwenye kumiliki, basi ndipo utakuwa ukamilifu wote. Na leo tunasoma somo linahusu ukamilifu. Tutoke pale. Kwa hiyo tunaona ni mfano mzuri sana wa kujua maana ya wokovu. Tuende katika wa Efeso, tulikuwa kwenye Efeso 1, tutaruka wa Efeso 1 turudi wa Efeso 4:30. Hiyo ni sehemu maarufu sana. Hii sisome kwenye Biblia na najua tu kichwani. Kwa sababu hii mstari nimesoma sana. Mstari wa 30 wa Efeso 4 Biblia inasema hivi. Wa Efeso 4:30. Anasema wala msimhuzunishe huyo Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa hiyo picha inayotumika ni muhuri. Muhuri ni kuidhinisha kwamba hiki kitu ni changu. Na kuhakikisha huwezi ukaandika hati, ukaitia na muhuri, na mkini na saini, alafu ukaikana. Mungu hawezi akakuweka muhuri baadaye akasema hapana, huu muhuri sio wa kwangu, hapana. Biblia inasema Mungu hawezi akatukana. Lakini watu wanamwambia ukifanya dhambi kubwa unabidi ujitenge na dhambi sana. Hapana.
Mimi nakwambia hakuna dhambi ukishamwamini Yesu Kristo inaweza kukutenga na Kristo, ila itamhuzunisha roho kwa sababu anakaa ndani yako na mimi. Ila itamfanya Mungu pia akasirike kwa sababu Biblia inasema Mungu mwenye hasira na anaweza akatupiga katika hii miili, lakini kwa habari ya wokovu tumeshamaliza biashara. Tumalizie sura ya kwanza ya Waefeso, turudi pale kuanzia mstari ule wa 15. Kipande hiki ni cha kufungia. Anasema mstari wa 15 anasema kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa wakati wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu. Imetupasa kutoa shukrani kwa watu wa Mungu. Naomba Mungu asante kwa ajili ya fulani. Asante kwa ajili ya fulani. Hasa kwa sisi tunaokaa kwenye haya madhabahu. Paulo anasema tangu nijua imani yenu. Yaani wewe naambieni tena, wewe nisemee hapa kitu kingine cha msingi. Wewe ni kijana. Uko hapa. Ukitaka swala lako kwa mfano ni jambo lolote lihusishwe na kanisa, ihusike nalo, labda nimepata tatizo au umefanya nini, onyesha kwamba uko katikati ya kanisa. Fanya kazi ya Mungu. Tukuone unalijua neno la Mungu. Tukuone unafanya kazi ya Mungu. Lakini kama ni kijana anakuja hajihusishi na mambo ya Mungu, na kanisa haitajihusisha mambo yake. Kwa kweli. So watu wasiojihusisha na mambo ya Mungu ni wengi, hatuwezi kuwamaliza. Lakini kiwango unachomtumikia Mungu ndicho Mungu atakachokutumikia na ndicho kanisa litakavyokutumikia. Ijulikane mapema. Ijulikane mapema. Wewe ni kijana, wewe ni mtoto, utatoka kwa mtoto kwa kijana. Kiwango chako cha kujihusisha na mambo ya Mungu, kiwango chako cha kulisikia neno la Mungu na kumtii Mungu, ndicho kiwango ambacho Mungu atakutii na kanisa litakutii. Mtu hajawahi kuonyesha kulitii kanisa alafu anasema nataka kanisa nisaidie kufanya harusi. Tufanya harusi inayofanana na ulivyokuwa unalitii. Hiyo. Mwanzo kaja tukasoma mistari basi tuondoke. Na hiyo inahusu sio vijana tu, hata watu wazima. Ndicho na Mungu anachosema, anasema kiwango tunachomtendea Mungu. Anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Na anasema hivi. Anasema siachi kuwaombea, mstari wa 10, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu ni kuwakumbuka katika sala zangu. Unaona sababu alichokuwa anasema, kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu. Anasema ninawaombea kwa sababu nimepata habari kwamba mna imani katika Yesu Kristo. Ninashughulika na mambo yenu kwa sababu ninaona imani yenu. Unadhani haya maneno angeweza kuambia Mafarisayo? Wanafiki wanaomdanganya Mungu kwamba anampenda kumbe hampendi. Hii kiwango chetu cha imani, kiwango chetu cha kulisikia. Na Biblia inasema kiwango chetu cha imani ni kiwango chetu cha neno la Mungu. Mstari wa 17 anasema, mstari wa 16 anasema siachi kuwakumbuka katika sala zangu. Pia vile vile ni jukumu letu na hivyo vitu tunavifanya. Tunaombea sana, tunaombea kila mtu. Na yamkini ni kwa sababu ya maombi madogo haya Mungu anaendelea kutushika. Yamkini tungeanguka sana. Mstari wa 17 anasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Hapa anasema Mungu wa mbinguni awabariki muendeshe mavieti. Basi huyu mtu alikuwa hawapendi watu wake. Na kuhakikisha angekuwa mhubiri yote ile hivi vitu kwake anaona sio vitu vya msingi. Lakini Paulo anasema mstari ule wa 17, Mungu wa Bwana wetu katika kuomba, inaonekana ndio anavyowaombea sasa. Kwa sababu amesema anachowaombea. Wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Hayo ndio maombi hayo. Wewe nadhani ndio maombi makanisa yanaombea watu wake? Jamani, tuwe pamoja. Hapana. Mstari wa 18 anaendelea kuwaombea. Hayo ndio maombi. Kwa sababu tunaona yuko katika maombi hapo. Mstari wa 18 anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wenu. Mwito wake jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu
wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Bado anaendelea kuonyesha vitu vilivyo vikuu. Paulo anasema takeni sana karama zitokazo juu. Leo hii watu wakikusanyika katika makanisa wanachoombeana ni kupata passport ya kwenda China. Passport ya kwenda Cape Town, South Africa. Wakati kule nako kuna watu. Sawa, hivyo Mungu hajawahi kutunyima. Lakini unaona maombi ya kweli na mtu ambaye atataka tuombeane tofauti na hivi atakuwa anataka tusimpende Mungu. Unaona maombi anayoombea, anasema anaombea macho yetu ya rohoni yatiwe nuru. Macho ya rohoni ni nini? Ni kuweza kuona thamani ya kumjua Mungu, thamani ya wokovu, thamani ya kupeleka injili watu wakaokoka, thamani ya kumwomba Mungu, thamani ya kumheshimu Mungu, thamani ya kujitakasa, sio thamani ya kupata pasipoti. Pasipoti zinapatikana bure. Hicho unalipia hela kidogo, sio kitu cha kuwadanganya watu nacho. Pasipoti zipo hapo, nenda uhamiaji zinapatikana nyingi. Kama nikitaka mtu nimwombee passport nitampeleka nimjazishe form tuende akanunue passport. Kwa sababu sicho tunachoambiwa hapo. Sina visa. Kuna nchi nyingi unaweza kaenda, tuna nchi 60 kama na 7 unaweza kaenda nje bila kuomba visa Tanzania. Nchi 10 wewe unakamata passport yako, unapanda ndege na unaondoka. Kifika kule unawaambia nimekuja. Unawaambia unataka kufanya. Sasa kwa nini nianze kuombea watu visa wakati kuna vitu vya bure? Lakini hivi ndivyo vya kuombea. Watu wawe na macho ya rohoni. Mstari ule wa 18 ni mstari mzuri sana wa kukumbuka. Macho yetu ya rohoni yatiwe nuru. Mstari ule wa 19 anasema ili yatiwe nuru. Ukishatiwa nuru unaona. Ukiona uweze kujua utajiri. Hebu niulize. Kati ya Lazaro aliyekuwa analamba vidonda na tajiri aliyekuwa anakaa kwenye amevaa nguo za kitani za zambarau, ni nani aliyekuwa tajiri? Kati ya yule tajiri na Lazaro, ni kulingana na neno la Mungu, ni nani alikuwa tajiri? Mnaamini hivyo? Kama mnaamini basi ashukuriwe yeye aliye juu. Makanisa yaamini hivyo. Yanataka wewe utajiri, hayamtaki Lazaro. Lakini anasema utajiri mlio nao ukiwa na Yesu Kristo una utajiri dunia haijui. Leo hii nakwambia makanisa yanaombea watu wao, hayaombei kuwa Lazaro, yanaombea kuwa yule tajiri aliyekufa kaenda motoni. Ndicho wanachoombea. Ndio sio? Ndio hicho. Na ndicho wanachokuwa wakishakanyaga mafuta sio wanatangulia motoni. Wanaenda huko. Ndicho wanayoombea makanisa. Lakini Mungu anasema kuna utajiri wa kumjua Kristo na hata hivyo vya mwilini anatupa. Lakini sivyo vya kwanza anavyotaka tulale tunaombeana utajiri wa namna hiyo. Mstari wa 19 baada ya kutaja utajiri na utukufu anasema na ubora wa ukuu wa uwezo wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Anasema kipimo cha hivyo haya matumaini na kila kitu ni sisi tuaminio. Mtu asema amini hajasema sisi tunaokuja kanisani hapana. Ni sisi tunaoamini Yesu Kristo. By the way, ni rahisi sana kujua mtu aliyeamini na asiamini. Neno la Mungu unalituma linaingia kwenye moyo, linachokonoa alafu mtu anakuja ananena. Akisha nena kwa sababu kinywa kinanena yanayojaza moyo, unajua kwamba kuna imani au hakuna imani. Ndio sababu uje uchunguze watu wengi huwa hawapendi wanapokuwa kanisani hawapendi kusema. Wanaogopa mioyo yao isije kwa sababu kinywa kinasema yanayojaza moyo. Unaweza kumuuliza mtu unaamini hivi asikwambie kwa sababu anajua kwamba akisha sema tu moyo unatokeza mbele. Neno la Mungu linaeleza likachana inaingia ndani kabisa ya vilindi vya moyo linaweka wazi yaliyomo moyoni. Ndio sababu mtu anakuambia tunamwamini Yesu unamwambia sio kweli. So neno limesha kwenda likauleta moyo nje. Ndio
sababu watu wengi hawapendi kabisa, anaweza kaingia kuna watu wanaingia kanisani kimya. Kimya kabisa. Hawezi kusema. Kwa sababu anaulinda moyo. Akisema moyo utatoka nje, utajulikana. Kuna mzee mmoja hapa tulikuwa tunasali kwenye kanisa moja. Ulikuwa kitu alichokuwa anafanya naye ni salamu tu basi. Na alikuwa mzee wa kanisa. Hawezi akasema chochote. Moyo wake ameuficha. Kwa sababu kisha nena tu moyo unatoka nje. Marko 7, Luka 7, Marko 4, Luka 7. Moyo huyanena ya ujazao. Kinywa kinanena ya ujazao moyo. Na ndio mara nyingi Biblia inasema, Paulo anasema nipate ujasiri niweze kuzinena siri za ufalme. Watu wanaonena maneno ya Mungu wa ujasiri ni kipimo cha kwamba moyoni kuko sawa. Kwa sababu anakuwa haweza kuogopa kwa sababu kinywa kitanena aliyojaza moyo. Ndio sababu hata mtu anaweza kaja kahubiri, yaani unakuta anajitahidi kukwepa kila shimo. Hii mwaga kila kitu. Mstari ule wa 20 wa 19 anasema ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu na kumweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo wala si ulimwenguni humu tu bali katika ule ujao akivitia vitu vyote chini ya miguu yake akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake ukamilifu wake anayemiliki kwa vyote katika vyote. Anaonyesha ukuu wa Yesu Kristo ambao alikuwa nao tangu milele lakini anasema baada ya ule ufufuo huyu ndio sababu tutakuja kuona kwenye somo la pili japo kidogo na tushasema mpinga Kristo lazima apitie hatua hii ili kusudi ajiinue lazima atiwe jeraha aingie katika shimo la uharibifu alafu atoke. Tunaona kwamba Kristo anawekwa mkono wa kuume wa Mungu Baba anapewa kuwa juu ya kila vitu vilivyopo sasa na vijavyo. Anasema tena sio katika ulimwengu wa sasa na hata katika ule ujao. Anasema vitu vilivyopo na vitu vyote anakuwa mkuu wake. Ilitokana kabla Kristo hajapitia hii njia. Mungu alikuwa anatawala kila kitu, Mungu Baba. Lakini baada ya Kristo kuja kuchukua hilo jukumu, Mungu ni kama akakaa pembeni akamwacha Kristo aendeshe zoezi lote. Akampa mamlaka yote. Tuliona katika Wakorintho wa kwanza anasema mimi nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Kristo alikuwa anajua. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni kawafanye mataifa yote. Nimesema. Na hapa anasema mamlaka yote na usultani na nguvu na mamlaka kila kitu hakuna kilichobakizwa ulimwengu wa sasa na ule ujao vitu vya mbinguni na vyote. Anasema sasa mpaka sasa atakapowaweka adui wote chini ya miguu yake anasema ndipo atakapomrudisha tena Baba mamlaka kwenye ulimwengu mpya ule. Lakini huu mchakato wa kuihukumu hii dunia na kuiokoa na kuifikisha mpaka ikaumba mbingu mpya. Huu mchezo hiyo show yote ni ya Kristo. Kabla ya hapo ilikuwa Mungu Baba. Mungu Baba akawasema kijana nenda kafanye kazi. Na baba mzuri anamwambia kijana nenda kafanye hivi. Kama unamwamini nenda kafanye kila kitu. Alafu akisha kamilisha kila kitu anakuja kusema baba mwema chukua kazi yako hii. Anamrudishia katika utukufu wote. Ndicho anachokisema katika sura. Basi tumejifunza nini? Tumejifunza ukuu na nguvu ya wokovu, ukuu na nguvu ya Kristo. Tumejifunza arabuni ya Roho Mtakatifu kwamba Mungu hawezi akawa ameshalipa malipo ya nafsi yake katika nafsi tatu akaweka moja, alafu nyingine mbili bado zinasubiri tukombolewe katika miili inayoharibika, alafu tena akatukataa. Vinginevyo sasa Mungu atajitenga na Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu ameshatangulia. Kipimo kwamba Mungu hawezi akatuacha. Ambayo ndo arabuni ndo muhuri. Sio sabato sio nini. Baba tunakushukuru kwa maana fadhili zako. Asante kwa neno lako siku ya leo. Asante kwa somo hili ambalo yamkini sio jepesi kulielewa lakini
Naamini kwa mapenzi yako na kwa huruma zako na kwa roho wako Mungu limeweza kuifikia mioyo ya watu wako. Asante Mungu, tunakukaribisha sasa katika vipindi vinavyoendelea, katika uimbaji, katika maombi, katika mahubiri yanayofuata, hata katika ushirika baada ya hapa. Mungu tunakushukuru na naweka uhai na uzima na afya za watoto walioko hapa na watu wazima na wiki yote inayokuja. Mungu wa mbinguni, tuendelee kuitetea katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunapokea. Amen.